Haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mimi ndugu yako John Kichwa Ngurumo kutokea katika madhabahu ya ENCC Mji wa Bwana. Tuko hapa Hebron TV kwa ajili ya kipindi cha Caleb's anaongea. Na kipindi kilichoko hewani ni kipindi cha The Caleb's. Lakini mada tutakayoiongelea mahali hapa ni jinsi gani baba anayemsikia Mungu anapaswa kutembea. Na nikukaribishe wewe ambaye ulikuwa unawaza kwamba uungane na sisi, ama pengine ulikuwa unapita ukakutana na kipindi hiki. Karibu sana, kwa sababu utasikia yale yaliyo maneno ya Mungu, nayo yatakusaidia, ninaamini yatakufaa. Haleluya. Kabla tukienda umbali wowote, nataka ni mtambulishe mtumishi wa Mungu Leonard Barongo kutokea katika madhabahu ya ENCC Mji wa Bwana, na niende kualika katika maombi ambayo atakaenda kutufungulia kipindi hiki kwa ajili ya kumkaribisha Mungu kwenye kipindi hiki. Haleluya. Baba, katika jina la uweza la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye anatufuatilia. Asante kwa ajili ya kipindi hiki ambacho umetupatia mahali hapa. Asante kwa ajili yetu ambao umetupa nafasi na fursa hii. Baba, ninakualika wewe ukawe tayari kwa ajili ya kuhudumia maisha ya kila asikiaye. Baba, ninakualika wewe ukawe jawabu la maswali ya kila anayebeba maswali katika eneo lile ambalo umempaka mtumishi wako mafuta ili akanene kwa habari ya jambo hilo. Asante kwa sababu ninaamini ya kwamba anayepaswa kufunguliwa ufahamu atafunguliwa. Asante kwa sababu ninaamini anayepaswa kupokea Roho wako kwa ajili ya maelekezo na kuisikia sauti yako atapokea. Katika jina la Yesu Kristo, ninamweka kila mmoja atakayesikiliza sauti yako katika madhabahu hii awe wakfu mikononi mwako kwa ajili ya makusudi yako kutimizwa juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Nikukaribisha baba. Kuna kitu gani ambacho unaweza kutusaidia kwa habari ya title ya kile ambacho tunamshirikisha mtazamaji wetu kutokea mahali hapa, kwa habari ya baba anayemsikia Mungu? Na tunapomzungumzia baba anayemsikia Mungu, tunamzungumzia baba wa namna gani? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Nimekwisha kutambulishwa, naitwa Leonard Barongo, na abudu katika madhabahu ya Mji wa Bwana, na namshukuru Mungu kwa kukaribishwa katika madhabahu ya Hebron TV nipate kuwashirikisha au tupate kushirikishana yale yaliyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli baba asiyesikia sauti ya Mungu hawezi kuwa baba mkamilifu. Hawezi kuwa baba mkamilifu, atataabika na aliyo mengi. Baba anayesikia sauti ya Mungu, sharti la kwanza ni lazima apokee Roho wa Mungu. Na ni kanuni ya Mungu. Biblia inasema wale waliompokea Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ni kanuni ya Mungu kuwasikia watoto wake na watoto kumsikia baba yao. Ndio. Okay, ndugu mtazamaji wa Hebron TV, unatufuatilia kwa kipindi hiki cha The Caleb's anaongea au The Caleb's tuongee. Tumesikia kwa kifupi ambacho mtumishi wa Mungu amekisema kwa habari ya yule baba tunayemzungumzia mahali hapa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho natamani ni kuulize kwa ajili ya faida yangu na faida ya anayetutazama. Tunapozungumzia baba anayemsikia Mungu, tunamzungumzia baba yoyote, ama ni baba mwenye position ya namna gani? Aliyekaa kwenye nafasi ipi? Karibu, unaweza kutusaidia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Swali zuri sana. Tunapozungumzia baba anayemsikia Mungu, actually tunataka baba aliyeokoka, baba aliyempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Huyu ndio tunamwangalia kwamba anapaswa kusikia sauti ya Mungu.
Maana wokovu ni zawadi tuliopewa bure na Mwenyezi Mungu, ni neema. Unaposema nimeokoka, unamaanisha kwamba umehama kwenye maisha ya dunia nyingine, umeenda kwenye maisha ya ufalme mwingine. Manake sasa umeacha yale ya dunia, umeacha yale yote ya katika damu na nyama, na umekwenda kuyaishi yale ya kiroho, yale ambayo umepewa na Mungu kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana maandiko yako wazi yanasema, ukimjua Yesu kwamba ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, wewe umeokolewa tayari. Manake Roho wa Yesu ndiye anatawala ndani yako. Kwa hiyo baba ambaye anamsikia Mungu au anataka kumsikia Mungu, sharti la kwanza ni lazima mjue yule aliyemwokoa. Ni lazima mjue yule aliyemwokoa. Na usipojua thamani ya wokovu ulio nao, uweze kumsikia Mungu. Uwezi kabisa kumsikia Mungu. Utasema nimeokoka, lakini wewe na sauti ya Mungu vimetengwa kabisa. Labda niseme kusikia ni nini? Kusikia, tunaposema kusikia, samahani nikukatishe hapo. Karibu. Umesema baba anemsikia Mungu ni yule aliyeokoka. Yes. Nikuulize swali kwamba yule aliyeokoka peke yake ndio anamsikia Mungu. Je, yule ambaye hajaokoka hawezi kumsikia Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo lilo wazi. Watoto wako kusikia wewe kwa sababu ni baba yao na wako ndani ya familia yako. Watoto wengine wa nyumba ya jirani wanamsikia baba yao ambaye yuko kwao. Unapo shift kutoka kwenye udunia ukampokea Bwana Mwokozi wa maisha yako Yesu Kristo, manake wewe una uhalali wa kumsikia Mungu. Huwezi kuwa na uhalali wa kumsikia Mungu au kusikiwa na Mungu kama mjui aliyekuokoa. Okay. Yeah. Labda nikuulize swali lingine. Karibu. Ni umuhimu gani sasa kwa yule ambaye ameokoka kumsikia Mungu? Umuhimu wa kwa nini amsikie Mungu? Karibu. Amen. Pendwa mtangazaji au mwongoza kipindi, maisha yetu hapa duniani ni maisha ambayo yanamhitaji Mungu sana. Na kama ukuongozwa na Mungu, utaongozwa na kitu kingine. Kwa hiyo baba au kijana au mama au dada awe yeyote katika hili eneo, hakuna distinction. Ni kwamba ni lazima mtu aende katika njia za Mungu. Na kumsikia Mungu ni kumwamini Mungu. Huwezi kusikia kitu au kumsikia mtu usiyemwamini. Watoto wanamwamini baba yao wanapoambia kalaleni saa 4, amkeni tuombe, kwa sababu ni baba yao, wanamwamini. Nendeni mkale mezani, anajua chakula kimekuwa na baba. Kwa hiyo mtu yote anataka kumsikia Mungu ni lazima amwamini Mungu. Ni lazima amwamini Mungu. Na kumwamini Mungu ni kuongozwa na Mungu. Amen. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya kumsikia Mungu ni kumwamini Mungu na kumtumaini, ili uweze kuongozwa na Mungu. Na unaongozwaje na Mungu ili kumsikia? Ni kupitia neno. Kupitia neno lake. Kwa hiyo kumbe, ukiwa si mwamini, ama changamoto ambayo inawakuta watu wengi ambao wanakuwa wamsikii Mungu, wakati mwingine ni kwa sababu ya imani zao kuwa ziko haba. Kabisa. Maandiko yanaweka wazi kwamba tuliishi neno, to act in word, tuliishi neno, tutende sasa na neno linalotuelekeza. Sasa na hili neno litende kwako, linahitaji imani yako kwa lile neno. Maana neno ni Yesu Kristo. Lazima imani yako kwa Yesu Kristo iwepo, ndio lile neno lidhibitike ndani yako na kutenda kazi. Na neno linapokuwa na imani ndani yako, imani inazaa matendo. Unaona? Kwa hiyo utadhibitika kwa matendo yako, utadhibitika kwa wewe nenayo kwamba wewe unaongozwa na Mungu na unamsikia Mungu. Okay, kwa hiyo hapa kuna kitu tumekiona sasa, kwamba kumbe kumsikia Mungu tu peke yake hakutakuwa na hitimisho la moja kwa moja kwenye jamii ya watu kwamba umemsikia Mungu, ila mpaka unapofika kwenye hatua za matendo ndipo unapokuwa unadhihirisha sasa ile kuwa unamsikia Mungu.
Okay, labda nikuulize kitu kimoja kwamba mtu yule ambaye amemsikia Mungu, tutagunduaje kwenye matendo yake kwamba matendo ya mtu huyu ni matendo ya mtu aliyemsikia Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo liko wazi. Nimesema tunatakiwa tulishi neno. Neno ndio Kristo Yesu. Yesu hatumuone kwa physical au kwa uhalisia. Tunamwona kupitia neno lake. Neno linapokaa ndani ya moyo wa mtu, neno likae ndani ya moyo, lisikae katika kumbukumbu. Unajua kuna tofauti ya neno kukaa kwenye kumbukumbu na neno kukaa kwenye moyo. Neno likaa kwenye kumbukumbu ni neno ambalo linakaa na kupea. Lakini neno linakaa kwenye moyo ni neno na kumdhihirisho wako unatoka ndani, kumdhihirisha Mungu unayemtumikia au Mungu unayemsikia. Amen. Kwa mfano, tunatakiwa hivi, neno la Mungu unapotaka kumsikia Mungu, hakikisha neno la Mungu cha kwanza lina rotate ndani yako usiku na mchana, masaa 24. Yote unayosikia katika ulimwengu wa mwili, damu na nyama, na kusikia yote yaongozwe na Roho wa Mungu ndani yako. Ndio maana Biblia inasema wale waliompokea Roho wamefanyika wana wa nani? Wana wa Mungu. Maana yake Roho na Roho zina associate, zina communicate. Na Roho na Roho zina communicate kupitia wapi? Kupitia neno la Mungu. Eneo hilo jitahidi. Na mimi najitahidi. Bado tunakwenda njia, safari ndefu, lakini Mungu ni mwema. Ndani ya neno likidhibitika ndani yako, utamsikia Mungu akikutawala katika roho na nafsi. Mungu atatawala ndani yako kupitia neno. Neno likikutawala, neno likikutawala, utasikia haki ya Mungu ndani yako. Neno likikutawala, utakuwa na haki ya kwenda mbele za Mungu na kuhojiana naye. Neno likikutawala, utaongozwa na Roho wa Mungu. Okay. Nashukuru kwa sehemu hiyo ambayo ni ya awali ambayo umetusaidia kwenye eneo hilo. Okay, ndugu mtazamaji wa Hebron TV, katika kipindi hiki cha The Caleb's tuongee, na katika mada hii ya jinsi ambavyo baba anapaswa kumsikia Mungu, ni kukaribishe tena kwa habari ya kutufuatilia na kutusikiliza pasipo kukata tamaa. Umeona kile ambacho kinatokea mahali hapa kwa namna moja au nyingine kinabadilisha maisha yako, na ni kitu ambacho kinapunzia Mungu. Tumesikia kwamba kumbe uhalisia wa mtu kumsikia Mungu ni mafungamano yake yeye na neno na imani yake mbele za Mungu. Lakini nitaenda kumuuliza tena mtumishi wa Mungu kwa habari ya kwamba tunapozungumzia kwamba ni neno ndilo linalomfanya mtu awe na yale mafungamano ya kumsikia Mungu. Okay, sasa kuna mtu ambaye hajaelewa maana ya huo umuhimu wa hilo neno, na hilo neno, kwa nini hilo neno liwe ndio sababu, ni kwa sababu gani? Umetuambia kwamba neno likikaa ndani ya moyo, linapokaa ndani ya moyo wa mtu, likafungamana na mtu mwenyewe binafsi, mtu huyu anafungamana na lile neno kwa sababu Mungu ni neno, na huyu mtu ni roho, na Mungu ni roho, kwa hiyo wanafungamana pamoja. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mtu anayetufuatilia anatamani kujua kwamba okay, hilo neno ni neno gani? Yaani kuna mtu hapa yuko anajaribu kutafuta hilo neno ni neno gani? Yaani hilo neno ambalo unasema tunafungamana nalo, neno lipi? Amemsikia baba yake anaongea, ni neno. Amemsikia bosi wake anaongea, ni neno. Amemsikia mama yake anaongea, amesikia watu wengi wakitoa maneno, ni neno lipi? Karibu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Swali lililokaa katika kina chake, na hapa nadhani liko msingi wa somo la leo lilipo. Tunapoongea kusikia neno, tunaongea kumsikia Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Yeye alikwisha kunena. Biblia inasema ni Melkizedeki, tangu awali alikuwepo. Ndiye aliyeumba. Vyote tunavyoviona na tusivyoviona aliviumba yeye. Na vyote ni kwa ajili yake. Na sisi ni kwa ajili yake. Kwa hiyo neno la Mungu maana yake ni kwamba linakuja katika njia nyingi. Labda niseme unasikiaje neno ili upate kulisikia. Neno unaweza kusikia kwa njia nyingi. Nitakutajia kama chache tu. Kwanza, neno utalisikia kwa njia ya kinabii.
kinabii. Una ujanja kutaka kumsikia Mungu ukikwepa neno la kinabii. Okay, hebu tufungulie hapo. Wewe ni shahidi kwamba tumekuwa katika mji wa Bwana hapa na mimi nasali hapa. Tumekuwa tukipata majuma ya kinabii mwezi hadi mwezi. Majuma ya kinabii ni mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwezi. Ile sio siasa wala sio maigizo. Yale ni maelekezo ya Mungu kwa mtumishi wake. Okay. Yale ni maelekezo ya Mungu kwa mtumishi wake. Kwa hiyo kumbe neno la kinabii ni maelekezo ya Mungu yanayomjilia mtu. Ni maelekezo ya Mungu yanayomjilia mtu. Okay. Ni muhimu sana kuconcentrate, yani kuyasikiliza na kuyaishi na kuyafanyia kazi. Kwa mfano, twende kwenye Biblia. Nikuonyeshe tu nabii kidogo tu uone. Ibrahimu aliambiwa na Mungu, toka katika nchi ya Kaldayo, nenda katika nchi nitakayo kuonyesha Kanaani. Ule ni unabii alipewa. Je, alisikia kusikia? Alisikia. Alitoka kutoka? Alitoka. Asingetoka? Nini kingetokea? Kuna madhara mengi yangetokea. Kwa sababu nchi ile ibada ilikuwa imegubikwa na mambo ya miungu mingine na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini Mungu akampa maelekezo. Ule ni unabii. Amen. Kuna unabii mwingi. Yusufu akapewa unabii kwa njia ya ndoto. Pia kumsikia Mungu, tumsikia kwa njia ya ndoto. Ndoto nyingine hiyo, unamsikia kupitia ndoto. Yusufu anaelekezwa na anaambia ndugu zake, naona si masuka yangu yamesimama chungu chungu. Nini wakasema, nataka tukufanya hizo tutawala sisi. Ule ni unabii alipewa na Mungu. Je, aliushika kuushika ule unabii? Aliushika. Na matokeo yake yalitokea. Je, sisi tukipewa unabii tunaushika tuushiki? Tunaushika. Hayo maswali utakuwa nao unaosikiliza. Unaona? Njia nyingine kumsikia Mungu, njia nyingine kumsikia Mungu. Pendo mtazamaji, nataka nikwambie, hii mimi nisaidia sana. Njia ya kumsikia Mungu, soma neno lake kwa kina. Ujaze moyo wako kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni halisi, neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni uhai. Soma neno la Mungu taratibu, polepole na kwa kurudia rudia, ili liujaze moyo wako. Linapoujaza moyo wako, Roho Mtakatifu ana connect na neno. Maana roho ni neno. Biblia nzima ile pumzi ya Mungu ni Roho Mtakatifu alifanya. Kwa hiyo connect kwenye neno. Kwa hiyo nimekwambia unabii, nimekuambia ndoto, unapata kumsikia Mungu. Mungu anaongea na watu wengi kupitia ndoto. Sana 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 sana. Watu wengi wamepuuza ndoto, wameumia. Watu wengi wamepunguza ndoto, wameangamia. Watu wamesikiza ndoto na wakazifanyia kazi, wakafanikiwa. Haya, hatua nyingine, tafuta kulelewa na watu sahihi, watakao kuelekeza. Mwana Mungu ananisikiliza mahali hapa, nikwambie jambo. Hatuko hivi tulivyo kwa sababu sisi tumejiweza. Ni upendeleo. Ni upendeleo. Mungu akatuwezesha kuonyeshwa sehemu sahihi za kuabudu na kusikiliza mafundisho sahihi. Ndio maana tuko hivi tulivyo. Na kukaa kwa mtumishi wa Mungu aliye sahihi, ambaye anaweza kukucancel, akakuelekeza na kwa njia kama hizo. Kwa hiyo unapokwenda kwenye kufuata mtu atakaye kuelekeza vizuri, utakuta kuna meza ya ushauri. Zile meza ya ushauri watu hawaweki kwa ajili ya kuja kuongea soga. Meza ya ushauri unapeleka haja zako kwenye meza ya ushauri. Mungu anamtumia mtumishi wake kukusikiliza na kukusaidia. Ndio kumsikilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Hebron TV, tumesikia kwa sehemu kile ambacho mtumishi wa Mungu ametushirikisha, lakini pointi kubwa kati ya zile pointi za maana ambazo ameziongea ni kwamba kumsikia Mungu katika ndoto. Tuna habari nyingi katika Biblia ambazo zinaongelea watu waliomsikia Mungu kwa habari ya ndoto, na kuna wale ambao walipata ndoto na hawakuzielewa, lakini walitafuta kwa bidii kujua maana ya zile ndoto. Unapomzungumzia mtu kama Farao, Farao ameota ndoto na hajaielewa, na alifanya bidii kutafuta namna ya kuielewa ile ndoto. Amen. Na ile ndoto ilikuwa imebeba majawabu ya taifa kwa miaka 14. Kama asingeizingatia ile ndoto, kungekuwa na matokeo hasi ambayo yangetokea. Na kwa kuizingatia ile ndoto, ndio sababu tunampata Yusufu ambaye alikuwa kiongozi katika taifa la Misri. Kwa hiyo Mungu husema kwa ndoto, kama mtumishi wa Mungu alivyosema kwamba ndoto ni sehemu mojawapo ya Mungu kuongea na watu wake. Kwa hiyo uwe makini katika swala zima la ndoto.
wakati tulikuwa tunaendelea kumsikiliza mtumishi wa Mungu akituelekeza yale ambayo Mungu ameweka ndani yake. Endelea kudumu katika kutufuatilia na kuwa na utulivu na kutafakari kwa habari ya vile ambavyo unavisikia kutokea mahali hapa. Mtumishi wa Mungu, nikuulize kitu kimoja. Karibu. Kuna hasara gani na kuna ubaya gani kama mtu au msikii Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamepata hasara hata katika maandiko. Siwezi kukumbuka vizuri, lakini ukichunguza uliona Mfalme Daudi alikuwa anamuuliza Mungu, hawa adui zangu niwapandie? Mungu anamwambia usiwapandie. Anamuuliza tena, hawa adui zangu niwapandie? Sasa ni wakati wa kuwapandia. Kwa hiyo kama usikilizi sauti ya Mungu, lazima ule hasara. Kwa sababu ukimsikiza Mungu sauti yake, kwanza inakupa vitu vingi. Inakupa kulindwa. Ukimsikiza Mungu, sauti ya Mungu inakupa kukuongoza katika yale mazuri. Unaona Daudi anaambia usiende, baadaye anaambia wapandie, na anakwenda anashinda vile vita. Lakini pia ukiangalia Gideon naye alimuuliza Mungu. Mungu akamwambia nenda. Je, nenda na watu 700? Hapana, wapunguze. Nenda na hapana, wapunguze mpaka akabaki 300. Alimsikiza nani? Mungu, na akafanikiwa. Kwa hiyo kumsikiliza Mungu ndio njia pekee yake ya sisi tuliompokea Kristo kwenda vema katika maisha yetu. Nje ya hapo ni hasara. Kwa mfano, ndoto imekujia, imekwambia huyu binti, na mara nyingi nasikitika watu wengi wanataka kumuuliza Mungu kwenye mambo ya ndoa tu. Mtu akifika kwenye swala la kuoa ndio sikia namuuliza Mungu. Sahihi, lakini Mungu muulize katika yote. Sio ndoa tu. Muulize katika maisha yako yote. Maana wewe umeokoka, umehama kutoka kwenye dunia nyingine umeenda kwenye ufalme wa Mungu. Wewe uko duniani hapa. Uko duniani, lakini unaishi mbinguni. Ndio maana maandiko ukisoma sala ya Bwana kubwa inasema, Baba yetu uliye wapi? Mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako wapi? Hapa duniani. Mzee, umeongea kitu cha maana sana ambacho sijajua kama na chenyewe kilikuwa ndani ya kile ambacho Mungu alikuwa amekupa leo au ni ufunuo tu kwamba tunaishi duniani lakini tunaishi mbinguni. Yes. Na hii inaambatana na maandiko kwenye kitabu cha Waebrania. Yes. Waebrania sura ya 12 mstari wa 20 na pale mstari 20 na kitu. Anasema mmeufikiria mlima mtakatifu Yerusalemu, sio Yerusalemu ya Israeli. Anasema Yerusalemu wa mbinguni, mahala ambapo pana malaika elfu nyingi, pana damu ya kunyunyizwa, pana mjumbe wa agano jipya Yesu Kristo. Alafu anasema mahala ambapo wale waamini wa kanisa la kwanza wako pale, watakatifu wa kanisa la kwanza. Kwa hiyo ni kweli kwamba tunaishi duniani, lakini katika ulimwengu wa roho tunasomeka kwamba tunaishi mbinguni. Na kinachotufanya tuwe hivyo ni imani. Imani inatuvuta, inatuweka karibu na Mungu, inatusogeza aliko Mungu. Kwa hiyo hii kitu ni kitu muhimu sana kwa habari ya kujua, kama alivyotuambia mtumishi wa Mungu, kwamba ni muhimu sana kumsikiliza Mungu, na sio kwa habari ya ndoa tu kama anavyosema mzee mtumishi wa Mungu. Ni kwamba ni kila hatua, ni kila jambo yatupasa tumsikilize Mungu. Na mtumishi wa Mungu, kwa nini nimekuuliza hivi? Ni kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kuwa anatufuatilia na kwenye akili yake anawaza swala la kumsikiliza Mungu ni ngumu sana. Na tunaelewa ukitaka kumsikiliza Mungu lazima una vitu ambavyo vitakugharimu, kwa sababu kuna wakati utakuwa unataka kitu fulani na Mungu hataki hicho. Sasa mtu mwingine hayo yote anaona kama yanampa ugumu. Mwingine ni kwenye ile hali tu ya kwamba sasa mimi nataka hiki, lakini ikianza kutafuta mapenzi ya Mungu. Mwingine mfano ni swala zima la kumtumikia Mungu. Tulimuona mtu kama
mtu kama Yona. Yona anaambiwa nenda Ninawi, lakini anaenda Tarshishi. Kwa hiyo kuna mtu mwingine hapa, sio kwa ubaya, lakini kuna namna tu anaona kama kule anakomwelekeza Mungu kuna ugumu fulani. Kwa hiyo anaona ni bora afanye kile anachokiweza yeye. Lakini namshukuru Mungu kwamba umetupa kujua kumbe kuna umuhimu sana wa kumsikia Mungu. Lakini kuna namna ambayo mtu anawaza kwamba okay, mimi nimeamua nitamwamini Mungu, nitaishi tu kama nilivyosoma kwa habari ya kanuni za Biblia na si mbinguni nitafika. Kuna mtu amewaza hivyo. Je, unaweza kumshauri nini? Unaweza kumwonyeshaje ulazima wa yeye kumsikia Mungu kwa sababu ya kufika kwake mbinguni na maisha yake ya kumsikia Mungu? Kuna connection ipi? Bwana Yesu asifiwe. Labda niseme tu mpendwa mtazamaji, na naamini naongea na watu hapa wanaompenda Mungu. Na mimi nakuombea umpende Mungu katika moyo wako. Amen. Niseme hivi, kumsikia Mungu ni kumpa thamani. Ni kumpa thamani. Mtu yote unayempenda, awe mkeo, watoto, kazi unaoifanya, unaipa thamani. Kama ni mkeo, ukiwa kazini utakuwa unamkumbuka kwa hiki na hiki, utampigia simu kujua hali yake na kujua kwamba nikuletee nini au kuna mapungufu gani pale nyumbani. Utakusubiri akwambie. Na watoto kadhalika, utasubiri waibike, utalipa ada kwa wakati. Hii ni kuwapenda wanadamu na ni kitu kizuri. Lakini kumsikia Mungu ni kumpenda Mungu. Commandment, zile amri zake, kuzitafakari na kuziishi. Usiishi nje ya commandment za Mungu. Na nitaeleza kwa mapana kidogo mahali hapa. Swali dogo unaweza kuona swali jepesi, lakini swali kidogo nataka kuelezea watu waelewe. Okay, umemsikia Mungu. Unamsikiaje Mungu? Mungu unamsikia katika vitu vingi. Kwanza, ili umsikie, utakiwa mnyenyekevu. Biblia inatuambia Yesu alinyenyekea hata umauti, na yeye alikuwa Mungu. Sasa sisi tulimpokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yetu. Maisha yetu location yake tunapita katika njia ya Yesu. Hatuna njia mbadala. Kwa hiyo kumsikia Mungu ni kuwa mnyenyekevu kwa Mungu na kwa watu. Katika Mungu. Nataka niweke mkazo katika Mungu. Maana unaweza kuwa mnyenyekevu kwa watu, kazani mwambie mnyenyekevu basi ufanyishwe tayari sio faa. Kuwa mnyenyekevu kwa Mungu na katika watu. Katika Mungu. Kumbuka commandment, zile amri zake. That is number 1. Namba 2, kumsikia Mungu ni kujitoa kwa Mungu. Uweze kusema namsikia Mungu lakini huna mahusiano naye. Hiyo haiwezekani. Kumsikia Mungu ni kujitoa kwa Mungu, kuwa na mahusiano nao, kutoa muda ulio bora, muda wako ulio bora kwa ajili ya Mungu. Kwa mfano, uweze kuniambia kama Jumapili unaenda kanisani ndio muda ulio bora kwa ajili ya Mungu. Huo muda upo kama kanuni na kila mtu anaenda, hata sio koka anaenda kanisani Jumapili. Unaposema kutoa muda ulio bora, muda ulio bora, maana yake tunaona kwa mfano kama mimi hapa, mimi nifanya biashara. Nilijua ninatakiwa kuja kwenye kipindi kama hivi, nisemezane na watu wa Mungu, tushikishane habari za Mungu. Mezani kwangu kuna kazi kibao nimeziacha na sijaenda ofisini. Nimeotoa muda wangu ulio bora kumpa Mungu kwanza. Kwa sababu ninapompa Mungu muda wangu ulio bora, tayari nayabarikia yale yote nayokwenda kuyafanya mbele. Na Mungu sio dhalimu. Anasema niite nami nitafanya nini? Nitaitika. Bisha nami nitafanya nini? Nitafungua. Lakini pia kutoa upendo, kumpenda Mungu kwa dhati, kumpenda Mungu kwa dhati kutakupa kumsikia Mungu, kumpenda Mungu kwa dhati. Mfano dogo tu, umejiandaa kwenda ibadani, mtumishi wa Mungu, sawa? Umejiandaa kwenda ibadani, simu imelia. Mtumishi,
Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana, ile milioni 50 yako tayari iko mezani hapa, unaweza ukaifuata. Unasema hii ibada kwanza, ngoja kwanza nikimbilie ile milioni 50. Hujampenda Mungu. Umependa vya Mungu. Ile hujampenda nani? Okay. Ni vitu vingi katika kuweza kuzilisha kwamba unamsikia Mungu. Ni vitu vingi, akiwa acha tuongee tu kwa uchache kama hivyo. Ndugu mtazamaji wa Hebron TV, kipindi ambacho kinaendelea hapa ni The Calypso Tuongee. Na mada iliyoko kama hivi ni baba anayemsikia Mungu. Na kuna kitu cha muhimu sana kwenye swala zima la kumsikia Mungu, kwa sababu baba amezungumzia hapa, ama mtumishi wa Mungu, kwamba kumsikia Mungu ni kumpenda Mungu. Unapompenda mtu utampa muda wako. Na ule muda wako sio ule muda tu ambao sasa umekaa ukaona una cha kufanya, sasa ukaona naweza kwenda pale nikakutana na yule ndugu nikapiga story 2-3 ili kupoteza muda. Hapana. Ni kwenye ule muda ambao unatakikana kabisa kwenye mambo yale ambayo yangekupa wewe faida za wazi, lakini unasema hapana, kwa thamani za huyu mtu, kwa wito wake alioniita, inabidi niende nikakae naye ili niweze kusikiliza naye. Na niongezee kitu kimoja kidogo sana, lakini kitakuwa na nguvu sana kwa sababu ni kitu cha Mungu. Kwamba tunapozungumzia swala la kumsikia Mungu, umuhimu wake uko hapa. Wewe kuna njia za maisha uzijui ambazo zitakupatia wewe faida au zitakufikisha wewe kwenye lengo unalolitazama. Pengine una mpango wa kufanikiwa kwenye swala zima la ndoa yako. Kama hautamsikia Mungu, unaweza ukaoa au ukaolewa na mtu asiyefaa. Kwa hiyo Mungu anapotaka umsikie ni kwa manufaiko yako, kwamba umsikie ili akupe maelekezo sahihi. Lakini kwenye biashara pia ndio hivyo hivyo, kwamba kuna watu ambao pengine ungeingia nao makubaliano ya kufanya kazi pamoja, na kumbe watu wale si watu wema. Unapoenda kumsikia Mungu, Mungu anakuepusha na hawa watu. Kwa hiyo ni bora utumie muda mwingi sana kumsikia Mungu ili upate maelekezo sahihi, kuliko utumie muda mwingi sana kutafuta watu ambao hatimaye watakuingiza kwenye madhara. Mtumishi wa Mungu, umeongea vitu vingi vya maana vinavyohitajika sana. Amen. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nadhani kimeguswa, lakini haujakiongelea kwa namna ile ambayo pengine kuna watu tofauti. Kuna mtu anatamani umfafanulie ili aelewe, na yenyewe sio mbaya. Ni kama kuzungumzia wana wa Beroya, watu ambao hawasikii tu maandiko wakabaki kuwa wameelewa hivyo, wanaenda kuyachakata na kuyatafakari, na hiyo ni hekima. Kwa hiyo sasa kuna mtu yuko hapa na anawaza kwamba okay, kwa hiyo mimi nisipomsikia Mungu, kuna kitu nimegusa kidogo sana hapa, nikasema ni kwa faida zake. Lakini kuna hasara zile 100% ambazo hawezi kuzikwepa kama hatamsikia Mungu, kama hatakuwa ni mtu ambaye anataka kusikia maelekezo ya Mungu kwa habari ya wokovu, kwa habari ya maisha yake. Kuna hasara ambazo huwa zinatokea. Sasa natamani utugusie kidogo kwenye eneo hili kwa habari ya hasara hizo. Amen. Pendo mtazamaji, kuna faida nyingi za kumsikia Mungu, na kama nilivyosema pia kuna hasara nyingi za kutomsikia Mungu. Watu wengi kama nilivyokueleza, utapata maelekezo kupitia ndoto au maelekezo ya kinabii ya watumishi wa Mungu. Maana maandiko yanasema Mungu huwatumia watumishi wake manabii na mitume kusemezana nasi na kutupa habari. Unaweza kaona hata ulivyotoa mfano wa Farao, anaonyeshwa masuke yaliyokonda na meza aliyonenepa, ng'ombe aliyokonda na meza aliyonenepa. Ule unabii alivyopewa, kama angekaa nao akalizika, nchi ingeangamia. Kwa hiyo kutomsikia Mungu ni kuangamia. Kwa hiyo kama asingesikia ile ndoto, nchi ingeangamia. Asingesikia na kuchukua hatua, ndio kwambia ishi mahala sahihi,
pa mtumishi wa Mungu anaweza kukupa maelekezo. Okay, hapa nimeona kama vitu viwili. Nimeona hatua ya kwanza ya kumsikia. Lakini nimeona hatua ya pili ya kuzingatia. Kumbe kuna vitu viwili. Ndio. Kuna mtu ambaye kumbe anaweza kuwa alimsikia Mungu lakini hakuzingatia. Lakini kuna mtu ambaye hajamsikia Mungu kabisa. Sasa okay. Naomba tumzungumzie kwanza hapa huyu ambaye hakumsikia Mungu na hamsikii Mungu kabisa, na anaishi maisha yake na haoni kama ni shida. Na tamgusia huyu mtu pia ambaye anamsikia Mungu alafu anampuuza. Sasa mimi napata kigugumizi kidogo kwamba huyu hamsikii Mungu wala anabai na Mungu kabisa. Sasa najiuliza huyu mtu ameokoka hajaokoka? Kuna nadhani niliweke swali hivi. Kuna mtu labda pengine ameokoka, yuko kanisani, lakini kumbuka kuwa kanisani inaweza kuwa ni hatua ya kusemea wokovu, lakini swala zima la uhai wa mtu na Mungu haupo. Kwa hiyo yuko kanisani. Sahi kabisa. Very good. Lakini asikii Mungu, ila yeye yuko kanisani na anajua ameokoka na anaendelea na maisha yake ya imani, na wala hana mpango wa kutafuta kusikia sauti ya Mungu unayosema wewe, ila yeye ameshazoea kusoma maandiko nini zile kanuni za Mungu ambazo anazisikia kwamba Mungu anasema usizini, Mungu anasema usiibe, vile ambavyo anavisoma kwenye maandiko. Lakini tunapozungumzia umuhimu wa kumsikia Mungu, kwa maana kumbe kunaweza kukawa na andiko lakini likawa halina sauti ya Mungu ndani yake. Sasa ile sauti Bwana Yesu asifiwe. Labda nianze kwa upande huu. Nimesema neno la Mungu ni roho wa Mungu na ni sauti ya Mungu. Na nikasema wale waliompokea Roho Mtakatifu walifanyika kuwa wana nani? Wana wa Mungu. Maandiko ya Mungu ndani ya kitabu kitakatifu yamevuviwa na Roho wa Mungu tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Na unaposoma katika mlango usio na Roho Mtakatifu, ndio nakuja hapo, na wapo wengi tu wanajiita wameokoka, lakini kwa kweli wanasoma maandiko kama wanasoma habari za Simba na Yanga. Unaposoma maandiko katika mtazamo wa kimwili, yani kumbukumbu tu kwamba nilisoma habari za Isaka nini, hausome maandiko katika roho. Ina maana uongozi na roho, kupokea yale maandiko, roho akakufunulia ndani yako, wewe huwezi kupata msaada wa Mungu, na utapata hasara kubwa sana. Kwa mfano, utakuwa unakwenda kwenye kazi zako, nasema nyumba za shughuli, utaambiwa na mtu, labda kaja mtu akakwambia, bwana unaendeleaje? Sijambo bwana. Huyu mtu niliyekuwa naye asubuhi ya leo unamfahamu? Unamwambia yeye nani yule? Tony. Namfahamu siku nyingi sana. Oh, unamfahamuje? Nimesoma naye, tumesoma Shinyanga, sasa hivi tumepotezana kama miaka 3 hivi au 4. Anasema sasa nakushauri mwepuke huyo mtu. Ni mtu hatari. Mimi kaishaniliza. Ila mwepuke. Unaona? Huyo mtu amekupa tahadhari juu ya mtu kwamba sio mtu salama. Wewe ukapuuza hiyo sauti, ukaipuuza kwa sababu ni mwanadamu kanena, kumbe ni mwanadamu Mungu amemtumia kuja kukupa habari. Huyo ukaendelea kukumbatiana na Toni, kumbe Toni ni jambazi. Mwisho wa siku mmeenda mahala, tukapiga uko wapi? Niko hapa. Mkaenda mkakaa mnakula chakula, wamekuja polisi, kumbe mnamtafuta Toni jambazi, wanakamatani wote gerezani. Uchunguzi ufanyike, unachukua miaka 10. Unaanza kujiuliza, hivi ningemsikia yule yeye niambia kwamba nimwepuke, yangenikuta yote haya? Maana ukishaingia kwenye uchunguzi huwezi kusema mimi ngoja nikwambie. Wanakwambia bwana, subiri uchunguzi unafanyika mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3. Hasara inayokuja, kama ulikuwa mfanyakazi wa serikali unapoteza kazi, kwa sababu sheria inasema mfanyakazi wa serikali akishtakiwa kwanza apoteze kazi. Unachokwambia haya, kama ulikuwa una biashara, umekwenda jela, biashara yako inategemea wewe
Kwa hiyo biashara inaanguka. Unaweza kaona. Hiyo ni hasara kutosikia sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu ndio nikakwambia kwamba sauti ya Mungu inapita kwenye vitu vingi. Sauti ya Mungu hupita kwa watu kama watumishi wake manabii au kina Manase. Anapokuita akakwambia binti yangu au kijana wangu, hiyo kazi unayoifanya hiyo Mungu ameonyesha sio salama kwako. Hebu jaribu kuiacha kwanza, Mungu atafanya mlango mwingine. Wewe ukachupaza shingo. Likikukuta ndio unakuja kumuuliza baba, najuta. No, hizo ni hasara za kutomsikiliza Mungu. Na binadamu au watu lazima muelewe jambo moja. Mungu hatumuoni katika damu na nyama. Mungu tunamuona pale tunapokuwa dwelled na neno lake ndani ya roho. Neno la Mungu linapokuwa limekaa ndani yetu, exist. Neno la Mungu likatumbia ile imani, likatumbia ile haki, likatumbia ile umoja, likatumbia ule ushirika, likatushirikisha na Mungu. Linatupa kumleta Yesu kwenye mdhihirisho. Kwa hiyo unakuta yale ambayo unatamani, yale ambayo unayaombea, Yesu anakuja anakusaidia. Kwa mfano, unamwamini Mungu na umeomba maombi kwa kina, ukapata step ya kutulia na kumsikiliza Mungu sasa anajibu nini katika yale maombi. Yesu anakuja. Anaweza kuambia mwanangu ngurumo, nipe pilo na mimi, wote tumelala hapa, nipe mtu na mimi nilale, tulale pamoja. Kwa nini? Yesu anasikia. Kwa sababu wewe umempenda na kufanya nini? Na kumwamini. Kinyume na kutomsikiliza Mungu, lazima maisha yako yawe taabani sana. Lazima maisha yako yawe taabani sana, kwa sababu hata imani yako, kwa sababu nikwambia imani huja kwa kusikia. Kusikia neno la nani? La Kristo. Amen. Amina, mtu wa Mungu. Tumesikia alichokiongea mtumishi wa Mungu, na kwa kweli ni kitu ambacho kimekaa quality sana kwa habari ya kutupa sisi nuru ya kuelewa kwenye eneo la kumsikia Mungu na umuhimu wake. Na nimegundua baada ya kuwa anaongea kutuelekeza kwa habari ya hiki kipengele, kumbe kuna umuhimu ama kuna uwezekano wa Mungu kumtumia pia mtu. Wakati mwingine kumbe mtu anaweza akaja akakwambia kitu na kikawa cha Mungu, japokuwa sio kila mtu atakayekuja kukwambia kukwambia kitu ni cha Mungu, lakini kumbe Mungu bado anaweza pia kumtumia mtu. Mpaka kufikia hapa tunafika mwisho wa kipindi chetu, na namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukiambatana nasi kwenye kipindi hiki, na nimkaribishe mtumishi wa Mungu akuage kwa ajili ya kuendelea na ratiba za vipindi vingine. Karibu mtumishi wa Mungu. Nami nambariki Mungu sana kwa ajili ya Hebron TV, madhabahu hii ya kinifu na aminifu kabisa, ambayo itafanyika njema kwa familia nyingi. Nikutake tu mtazamaji kwamba vipindi hivi vinapokuwa vinatayarishwa au kurushwa, weko zingativu. Kumsikiza Mungu ni kwa faida yako. Hakuna ugumu katika kumsikia Mungu. Hakuna ugumu. Kumsikia Mungu ni kuliishi neno la Mungu. Neno la Mungu. Shalom, shalom. Amen. Nikutakia wakati mwema na majira mengine tena yaliyo bora ya kuambatana nasi katika vipindi vingine vitakavyokuwa vikiendelea, na tutaendelea tena na mada hii kwa wakati mwingine. Shalom, shalom.